Haleluya. Wewe mtumishi kaa hapo. Wewe nafasi yako hii. Wewe kaa hapo. Hao wanaotaka mbele tu wa viongozi. Unajua hata Musa alipopewa ile hekima kuchagua viongozi, sehemu ya roho yake ikaenda juu yao. Sogea huko. Haleluya. Kwa sababu unajua hii kazi ya Mungu ni vita. Kwenye mnapoungana na mimi kutumikia Mungu, maanake tayari mmekubali kupigana vita, na usalama wenu ni pale ambapo mtakubali kutembea na neema hii ambayo Mungu anaenda kuwapa. Roho wa Bwana akiwa juu yenu, hakuna uharibifu utawagusa. Ili tukianza kutumika hivi kirahisi italeta shida. Jikabidhi kwa Mungu, mwambie Baba, nipe kutumikia kwa moyo wangu wote. Unapomtumikia Mungu ndio baraka yako iko hapo. Haleluya. Baraka yako ndio iko hapo. Kwa jitoe moja kwa moja kwa Baba, nimekubali kukutumikia kwa moyo wangu wote. Nisaidie, siwezi peke yangu, niwezeshe. Kutatokea vitu vingi, mazingira mengi ambayo yatakuwa nakukwamisha usimtumikie Mungu kwa namna inavyotakiwa. Lakini unapojitoa kwa Mungu, Roho Mtakatifu atakuwezesha. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa watumishi hawa ambao umewapa utumike nami katika huduma hii. Baba, walikuwa wako, kawaleta hapa ili wakutumikie. Sio wanitumikie mimi. Mimi sina sifa yoyote ya kutumikiwa na mtu yoyote. Lakini wote hawa wanataka kutumikia wewe. Kwa hata anapojitoa kutumika, ajue ya kwamba hatumiki kwa ajili yangu, anatumika kwa ajili yako Bwana. Sehemu ya baraka ambayo Mungu umeiweka katika kila anayekutumikia katika huduma hii ikaambatane na kila mmoja. Acha milango ikawe wazi kwa ajili ya kila mmoja itakayomwezesha kukutumikia kwa namna inavyotakiwa. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu aliye hai. Ile sehemu ya roho utumishi ambayo Mungu umeiweka juu ya roho uzima, acha ishuke kwao. Katika jina la Yesu, ile neema na upako wa kutumika kwa nguvu na mamlaka ya kimbingu ukawe juu ya kila mmoja. Ile neema ya kupenya na kupita kila mahali, haijalishi pana upinzani wa namna gani, haijalishi pana uchawi wa namna gani, haijalishi pana maroho ya namna gani, katika jina la Yesu hakuna aliyeweza atakayeweza kusimama kupinga mtumishi yoyote ambaye amekubali kutumika mahali hapa. Katika jina la Yesu Kristo, hakuna mshale utagusa mtu yoyote, hakuna silaha itafanikiwa kwa mtu yoyote. Baba, Roho Mtakatifu, jaza watumishi wako kwa neema yako. Wasaidie watumishi wako, Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu, ule wito, ule utumishi ulioweka ndani yangu, katika jina la Yesu, ule mzigo wako, maana wewe ndio mwenye kazi. Hii kazi ni yako. Wewe ndio unajua ukubwa wa kazi hii. Inawezekana wao wameteuliwa lakini hawajui kile ambacho wamebebeshwa. Mungu, wewe ndio unajua ukubwa wa kazi hii. Wewe ndio unajua ukubwa wa kazi hii. Wewe ndio unajua kule tunakoelekea. Wewe ndio unajua yaliyoko mbele. Wewe ndio unajua. Wewe ndio unaelewa. Baba Mungu aliye hai, ninaomba ule mzigo wa kazi yako ushuke ndani yao, 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 katika jina la Yesu. Ujazo wa Roho Mtakatifu, ujazo wa Roho Mtakatifu wa kutumika, ile neema ya kutumika ikae ndani yao, ikawajae katika jina la Yesu. Ile neema ya kutumika rekoseke, kila mmoja kampe mafunuo, roho ya mafunuo kakae juu ya kila mmoja, ili akafunuliwe kutumika sawa sawa na mapenzi yako, ili kila anachotaka kufanya akafunuliwe na wewe, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Reposhika Roho Mtakatifu, roho neema, kalama za Roho Mtakatifu zikatibuke juu ya kila mmoja. Arekosibrakata, ile neema na kibali juu ya kila mmoja kikawe katika jina la Yesu, ili hata watu watakaokuja mahali hapa, Baba Mungu aliye hai, hawa watakaposimama kwa niaba yao wakapata kibali juu ya kila mmoja katika jina la Yesu, wakawe sababu ya watu wengi kufunguliwa, wakawe sababu ya watu wengi kupenya na kuinuliwa.
wapendwa, katika jina la Yesu Kristo, wape roho ya unyenyekevu ndani yao, wape roho ya kukucha wewe, wape roho ya kibali, wakajua na kutumikia Mungu, wakakuhofu wewe, katika jina la Yesu. Roho ya kiburi na jeuri isiyo na nafasi juu yao. Huduma inapokuwa na kuinuka, huduma inaenda mataifa, Baba, acha wao wasijiinue wakazidi kushuka chini, na ndipo baraka zako zitaonekana juu yao, katika jina la Yesu. Vazi la utumishi uliloweka Bwana juu yangu kwa ajili ya huduma hii, kila mmoja kalivae, kila mmoja kalivae, kila mmoja kalivae, katika jina la Yesu. Baba, tunajikabidhi mkononi mwako katika hii kazi uliyotupa. Hatuwezi peke yetu, tunakutegemea wewe. Safari ni ndefu, mbele yetu kuna mambo mengi tutakutana nayo. Mbele yetu tutakutana na watu wa kila aina ya tabia, mbele yetu tutakutana na kila aina ya mienendo ya watu. Baba, tupe neema yako. Baba, tujalie hekima yako. Sulemani alipewa nafasi ya kuomba lolote, lakini aliomba hekima, ajue kuingia na kutoka. Nami naomba Bwana, hekima ikawe juu yetu, roho ya hekima ya kukutumikia ikawe juu yetu, roho ya hekima ya kukutumikia ikawe juu yetu. Kila mmoja akakutumikie kwa namna ambavyo itakupendeza. Kiu na shauku iliyoko ndani yangu ni kuona huduma hii itakuwa kwa mfano katika dunia nzima. Huduma hii itakufurahisha katika kiti chako cha enzi. Huduma hii itasaidia wengi sana, ukajivunie ya kwamba hakika nina watumishi. Baba, ninaomba ile kiu yako ikawe ndani ya kila mmoja. Huduma hii ikakue kwa mataifa na viwango vikubwa, katika jina la Yesu. Amen. Barikiwa sana. Barikiwa sana watumishi wa Mungu. Safari inaendelea na baraka ya Mungu. Haleluya. Furahi mama Najima. Haki hii neema yacha Najima naona. Haleluya. Hapa umtumikie mtu. Na sio kwa sababu nilijisikia tukuteua. Kwa sababu Mungu alijua mnafaa katika hizo nafasi. Haleluya. Mungu anawapenda. Mungu anawapenda sana. Mama Esther, Mungu anakupenda sana. Unahitaji upako naye? Tuna wa kutosha. Ongezeni kama sio mlima huko. Saa ngapi? Tarehe 20. Kwa sababu itokea saa 7 sharp tumemaliza kile kitu. Uzuri wa leo sina maneno mengi. Leo na upako mwingi. Basi niongezee na mbona zangu kote ndio mimi. Njoo. Upako kwenye nini sasa? Kwenye nini? Kwenye afya, kwenye biashara, kwenye nini? Unachagua kimoja sana. Kwenye huduma. Bwana tumwombee kwa sababu amechagua jambo jema sana. Amechagua jambo jema. Yes. Huyu naye muda mrefu hapa. Mtumishi mkubwa sana. Na mimi kiu yangu natamani arudi kwenye ile neema ambayo Mungu anataka. Na kiu, yani kuna namna nataka mtumikie Mungu. Na ndio kiu yangu. Hiyo ndio naitafuta sana. Haleluya. Kwa inawezekana leo ndio inatokea. Imekuwa tayari. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa